Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV, yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 13 Disemba 2025. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Serikali imejipanga kuhakikisha soko la majengo jijini Dodoma linarejea katika matumizi haraka ili kuwezesha wananchi na wafanyabiashara kunufaika na miundombinu bora. Aliyasema hayo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba alipotembelea soko hilo kwa ajili ya kukagua maendeleo ya ukarabati wake unaoendelea. Ndugu wa Dodoma, nilipita kuwasalimia na nimeshakagua pale, nimeelekeza ndani ya muda uliopangwa soko hili likamilike. Na kwa sababu hapa mara kwa mara nilikuwa nakuja natembea kwa mguu hapa, nitaendelea kukagua, nitaendelea kulifuatilia. Wenzetu wa jiji, hili soko jipya limejengwa na vizimba vingi zaidi, takriban mara 2 ya ilivyokuwa. Sitarajii baada ya soko kukamilika anyang'anywe nafasi mtu aliyekuwepo kwenye soko hili hapa. Watu wa kwanza ni hawa waliokuwepo hapa. Takriban vizimba 862 vinaongezeka kwenye eneo letu hili hapa jipya. Ndio wapewe na wengine ambao mmekuwa mkishirikiana nao. Tunatengeneza soko, tunaweka miundombinu yote humu na utaratibu ambao tumekubaliana. Tunatarajia wenzetu wa jiji, na nimefurahia mkurugenzi yupo hapa, waambie watu wako wa jiji lazima waheshimu biashara za watu. Biashara ni mitaji, ni maisha. Nao wafanyabiashara wa soko hilo walikuwa na haya ya kusema. Hivyo ongea mheshimiwa, sisi wa zamani ndio tupewe kipao mbele. Imani ninayo kwa sababu wanatengenezea vitu, wanatengenezea vitu ambao ni watoto wangu watasoma, watakula mpaka na nyote kwa wafanyakazi kama yeye Nchemba. Kwa kauli ya Waziri Mkuu, ninaamini kabisa mkandarasi ataongeza bidii ili soko liishe katika muda wake ule uliohitajika. Kwa hiyo ninaamini kabisa atafuata maelekezo ya Waziri Mkuu, na ninaamini kabisa litaisha katika muda uliohitajika. Asante sana. Mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri aeleza kuwa huduma za afya zinaendelea kuboreshwa katika jiji la Dodoma, ambapo hospitali ya jiji imejengwa na inafanya kazi, lakini pia vituo vya afya vingi vinaendelea kujengwa katika kata zote. Hayo aliyasema alipokuwa akizungumza na waganga wafawidhi wa vituo na wahudumu wa afya katika ziara ya mafunzo ya mnyororo wa ugavi wa dawa. La kwanza tena nirejee kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nisifiche furaha yangu. Nimefurahi sana leo kwamba tumekuwa na ziara ya pamoja na kila mwenye dhamana ya afya ya wanadodoma, kuanzia kwenye ngazi ya mtaa, kwenye zahanati, ngazi ya kata, kwenye vituo vya afya, lakini kwenye hospitali yetu ya wilaya. Nimejisikia fahari sana kwamba tumefanya ziara hii ambayo tuliwekea nia kwa muda, tukikiri ya kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza parefu sana hapa kwenye makao makuu ya nchi. Leo tunajivuna tuna almost bilioni 1 na milioni 900 za kujenga hospitali ya wilaya, na tumeongeza bilioni zingine 900 kwa ajili ya upanuzi wa hospitali hiyo ya wilaya kwa kuweka pale wodi sasa ya kina mama na huduma ambazo mkuu wa wilaya pale alizisema. Narudia kusema tumejenga pia vituo vya afya na zahanati zingine 6 mpya vimekamilika hivi karibuni. Lakini vyote hivi haviwezi kuweka tabasamu kwenye mioyo ya wanadodoma, mioyo ya Watanzania, pasina kuwekeza pia kwenye uwajibikaji, pasina kuwekeza kwenye huduma kwa wateja, kauli nzuri kwa wateja wetu, pasina kuwekeza kwenye dawa na viunganishi vingine vya kwenye sekta ya afya kama havitunzwi sawa sawa, na kama hatujioji na kujaribu kuboresha mara kwa mara huo utunzaji wake. Kwa hiyo tulifanya ziara hapa tarehe 26 mwezi wa 11 na mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule, na wote tukasema kwa kweli huu uwekezaji uliofanywa na serikali ni mkubwa mno. Tumpigie makofi mengi sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo la kwanza na la msingi lilikuwa ni hilo. Na baada ya kwamba tuliona kwenye ile ziara umahiri ambao mko nao, dira mliokuwa nayo kuwa namba 1 Afrika kwenye huduma za ugavi wa dawa na vifaa tiba, sisi tukasema tuna jambo la kujifunza kwenye corporate culture, customer care, lakini pia utunzaji wa dawa na ugawaji wake.
Kwa tukasema hili tuna nafasi ya kufanya, na sisi tuna nafasi ya kudefine standard kwenye ngazi yetu kama jiji. Wengine waje wajifunze hapa Dodoma. Kwa hiyo tunakushukuru kwa mapokezi yako mwana shehe. Tunakushukuru sana kwa maelezo mazuri uliyotoa, lakini nakushukuru kipekee kwa utayari wako kutusaidia kwa mashirikiano kutengeneza service improvements plan au improvement strategy kama washauri ambao tutafanya nanyi kazi kwa karibu. Kwa upande wake mganga mkuu wa jiji la Dodoma Daktari Pima Sebastian alisema kuwa jiji limejipanga kuhakikisha huduma bora za afya zinatolewa kwa wananchi. Kwa kweli hii iwe kama turning point ya kuhakikisha tunakwenda kuboresha kule tulikotoka. Uzuri meneja, tumepita kwenye lower level kwanza leo. Tumepita kituo cha afya, tumepita zahanati, hospitali ya wilaya, kwa ngazi zote tulikuwa tumemaliza. Kwa ule mnyororo mzima tumeuona. Nia tu tuone namna gani tunachoweza kwenda kufanya kule kwenye ngazi yetu. Mheshimiwa DC, si tuahidi kama msimamizi mkuu wa huduma hizi nitakwenda kusimamia yote ambayo umekuwa ukielekeza toka mwanzo na maboresho ambayo pia meneja ameyasema. Kwa kifupi tu yanawezekana yote tukiamua, lakini tukiweka nia ya dhati ya kusimamia, kwa kweli tutapiga hatua. Kwa ile nia na madhumuni ya kuhakikisha huduma bora inatolewa kwa wananchi wetu na kuhakikisha maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha wananchi wanapata tabasamu, tutakweza kuyafikia. Kwa hiyo kila mmoja wetu aliyekuja hapa na ambao hajaja, kila mmoja akacheze nafasi yake vyema na tucheze kama timu. Maafisa lishe jijini Dodoma wapatiwa mafunzo ya ukusanyaji wa takwimu za hali ya lishe katika mitaa na kata kwa lengo la kubaini kiwango cha udumavu, ukondefu, uzito pungufu na upungufu wa virutubisho. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa lishe wa jiji la Dodoma Semeni Eva Juma alisema kuwa ukusanyaji wa takwimu utawezesha mipango na bajeti sahihi ya lishe, kubaini makundi hatarishi na kuimarisha afya ya jamii na uchumi wa jiji kwa ujumla. Leo tuko na zoezi zima la kuelekeza wale data collectors ama wakusanyaji wa takwimu za utafiti wa hali ya lishe. Tumekuwa na hili zoezi la kufanya utafiti wa hali ya lishe takriban miaka 2 iliyopita, tuliweka kwenye mpango wetu wa budget, na tayari sasa mkurugenzi wa jiji la Dodoma kupitia bajeti yake ya mwaka 2025-26 ambayo tunaendelea nayo amefanikiwa kutenga fedha kiasi kwa ajili ya kufanikisha zoezi hili. Na zoezi hili la ukusanyaji wa takwimu za hali ya lishe tunashirikiana na wataalamu kutoka UDOM au Chuo Kikuu cha Dodoma katika kuhakikisha kwamba tunapata data ambazo ni sahihi na utafiti wetu unakuwa ni ule ambao unaleta matokeo sahihi katika kuhakikisha kwamba tunapambana na changamoto za lishe. Kwa siku ya leo tumeanza na kuwaelekeza wale wataalamu ambao wanaenda kusanya zile takwimu za hali ya lishe kuweza kufahamu viashiria gani vinaenda kupimwa, kuweza kufahamu namna gani ya kutumia vile vifaa vya kufanyia upimaji ili watakapoenda kule field ama kwenye eneo la kazi waweze kukusanya data ambazo ni sahihi, sasa matokeo ambayo ni sahihi. Faida ya utafiti huu wa hali ya lishe kwa watoto chini ya miaka 5 ni kusaidia kupata sasa kujua watoto wetu walio chini ya miaka 5 katika jiji la Dodoma hali zao za lishe zikoje. Itatutambulisha kwa katika maeneo yetu ya kata 41 tulionayo maeneo gani yana changamoto nyingi za kilishe, na hiyo sasa itasaidia kupelekea kuallocate ama kuelekeza zile rasilimali za kupambana na changamoto za kilishe katika maeneo husika kiusahihi, kuliko unafanya upelekaji wa rasilimali ukiwa haujajua takwimu. Unapokuwa na takwimu ni rahisi sana kuweza kuprioritize ama kutoa kipaumbele katika yale maeneo yenye changamoto kutokana na rasilimali chache tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ni faida kubwa sana. Tunamshukuru mkurugenzi wa jiji la Dodoma kwa ajili ya kuliona hili la kutenga hii fedha, lakini pia tunashukuru wataalamu wetu wa UDOM kuweza kuongeza nguvu, kuweza kufanikisha zoezi hili la kitaalamu zaidi lilofuata maelekezo, lilofuata miongozo, na mwisho wa siku litatufanya kuweza kutumia zile resources chache tulizonazo au rasilimali chache tulizonazo kutoa matokeo makubwa zaidi katika kutatua changamoto mbalimbali katika masuala ya lishe katika jiji la Dodoma. Lakini mwisho wa siku tutapata takwimu zile za udumavu ambazo ndio takwimu za kwanza kabisa tunazohitaji katika kujua hali ya lishe za watoto wa jiji la Dodoma, ambayo kwenye ngazi ya kiwilaya tulikuwa hatuna. Utafiti nyingi za kitaifa zinaishia kwenye ngazi ya mkoa. Kwenye ngazi za wilaya huaga hatuna. Tulielekezwa kufanya huo utafiti. Kwa hiyo itakuwa ni faida kubwa. Jiji la Dodoma tutakuwa tayari na hizo takwimu, zitasaidia sana kuweza kuinua kufanya maboresho katika masuala mbalimbali ya kutatua changamoto za kilishe. Kwa upande wake afisa lishe wa kituo cha afya Makole Frida Molel alikuwa na haya ya kusema. Wakati ambao mtu amesimama kupima, hakikisha at least unasimamisha ubao
kwenye sehemu ambayo imenyooka. Yaani huwezi kusimamisha ubao sehemu kama hii ambapo mimi nimesimama. Lazima ukisimamisha ubao usimamishe at least kwenye sehemu ambapo kuna mwegamo kama ukuta au mti ili uweze kushikilia. Lakini pia mtoto akiwa amesimama hakikisha anakuwa amenyoosha miguu yake na amejinyoosha hivi vizuri, pasiwepo na nywele ndefu au asiwe mtoto amevaa kofia au amevaa viatu. Kwa wakati wa kumpima urefu utamwambia mama au mtoto mwenyewe atoe vile viatu, hakikisha amesimama straight, ameshusha mikono yake na mabega yake yamekaa sawa. Kama amevaa kofia basi utamuondoa ile kofia. Kisha ndio utampima. Kitu kingine ambacho tutapima kwenye ubao wetu ni length. Length ni tunapima ule urefu lakini kwa kulala, ambao tutaipima kwa watoto wa kuanzia miaka 2 kushuka chini hadi 0. Kwa wale watoto ambao wako nyumbani wana 0 mpaka miaka 2 tunawapima kwa kuwalaza. Vitu gani vya kuzingatia wakati wa kumpima mtoto kwa kumlaza? Utahakikisha mnakuwa watu wawili, usipime mwenyewe. Lakini pia huu ubao lazima uweke sehemu ambapo ni tambarare. Kama hapo utakapokuwa unataka kumpimia mtoto kuna meza, basi utaulaza. Kama hamna, ina maana ubao utaulaza chini kisha utapiga magoti pale chini. Itategemea na mazingira. Wewe endapo utamsimamisha kwenye huu ubao na kumpima, lazima ule urefu ambao utaupata labda ni 75 utajumlisha na 0.7. Ule ndio utakuwa urefu wa nani? Wa mtoto, kwa sababu watoto hao ambao hawajafika miaka 2 wanasema kwamba miguu yao huwa ina bend, inapunguza 0.7. Kwa hiyo lazima uje uiongeze ile 0.7 kwenye ule urefu wako, kwenye ule urefu ambao utakuwa umefanyaje, umeuweka. Kamati ya uongozi wa mtaa wa Kigamboni kata ya Kikuyu Kaskazini yatembelea shule ya msingi Mazengo ili kujionea maendeleo ya ukarabati na ujenzi wa miradi iliyopo shuleni hapo. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mtendaji wa mtaa wa Kigamboni Farijala Kunga alisema kuwa ufaulu wa darasa la 7 umeongezeka kutoka 173.3 na kufikia 196.5. Leo kamati ya uongozi wa mtaa wa Kigamboni tumeweza kufanya ziara katika shule yetu ya msingi ya Mazengo, na lengo kubwa ni kujionea shughuli za mradi ambazo zimekuwa zikiendelea hapa. Na leo hapa tumeweza kuona fedha zaidi ya milioni 267 zimewekwa kwenye shule hii, kwa maana kupitia mradi wa Boost tumepata milioni 170. Lakini pia tumeweza kupata milioni 97 kupitia TAMISEMI. Lakini yote haya tumeona ukarabati mkubwa wa madarasa ambao ukifanyika, ujengaji wa matundu 12 kwa maana 6 vya wanawake na 6 vya wanaume. Lakini tumeona kituo kikubwa kinajenga katika shule yetu ya Mazengo ambao ni kinaitwa Teachers Research Center, ambao watakuwa wanafanya utafiti katika shule yetu hii, ambapo pia tumeweza kuona ufaulu wa shule hii kwa matokeo ya darasa la 7 umeweza kuongezeka kwa 196.5, ambapo mwaka jana tulikuwa na 174.3. Huu wote inaonekana ni namna ambavyo kazi zinaendelea na kuhakikisha kwamba tumeona miradi kwa kweli inaenda kwa kasi. Kwa hiyo dhati kabisa tunaendelea kumpongeza zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kwenye sekta ya elimu. Aidha, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mazengo, Mwalimu Rehema Nkungu, alisema kuwa kupitia mradi wa Boost, shule hiyo ilipokea shilingi milioni 170.4 kwa ajili ya ukarabati wa ujenzi wa miundombinu ya shule. Katika shule yetu tumepata bahati ya kupata fedha kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa shule, ambapo kupitia mradi wa Boost tumepokea shilingi milioni 170.4, ambapo katika fedha hizo shilingi milioni 20.4 zitatumika katika ujenzi wa matundu 12 ya vyoo, matundu 6 ya wavulana na matundu 6 ya wasichana. Lakini katika fedha hizo pia tumepata milioni 150 ambazo zitatusaidia ukarabati vyumba 13 vya madarasa ya wanafunzi wa msingi. Lakini pia tunashukuru serikali, tumepokea shilingi milioni 97.1 ambazo zimetoka TAMISEMI. Fedha hizo tutatumia shilingi milioni 46 kwa kujenga vyumba 4 vya madarasa na shilingi milioni 5.1 kwa ajili ya ujenzi wa matundu 3 ya vyoo vya walimu. Kwa ujumla tunatoa shukrani zetu za dhati kwa sababu kabla ya hapo hali ilikuwa hairidhishi. Palikuwa hapana matundu ya kabisa ya vyoo vya walimu, kitu ambacho kilikuwa kinatulazimu walimu na wanafunzi kutumia vyoo vile vya zamani ambavyo vilikuwa ni kwa ajili ya wanafunzi. Lakini pia kwa ajili ya uchakavu wa vyumba vya madarasa
tulikuwa tunalazimisha walimu na wanafunzi kusogea upande mmoja, hasa nyakati za mvua, kwa sababu vyumba vilikuwa vinavuja na wakati wa jua tulikuwa tunapigwa sana na jua. Lakini baada ya ukarabati huu mambo yamekuwa mazuri, kwa sababu bado ukarabati unaendelea. Lakini walimu na wanafunzi wameongeza ari walimu katika ufanyaji wao wa kazi katika mazingira yaliyoboreshwa, lakini wanafunzi watapata mahali pazuri pa kujifunzia. Mradi utakapoisha tutakuwa tuna madarasa mapya ambayo hayatakuwa na changamoto za vumbi wala jua wala mvua, kwa sababu tumeshakarabatiwa majengo yetu na ujenzi unaridhisha. Kwa ujumla madarasa yetu yatusaidia kuongeza ari ya wanafunzi kuhudhuria shuleni, kwa sababu wakati mwingine mwanafunzi alikuwa akiangalia changamoto ya madarasa anasita kufika shuleni. Lakini baada ya ukarabati huu mahudhurio yatakuwa ni 100%, lakini hata utendaji wa kazi wa walimu pia na wenyewe utaongezeka. Lakini hata hivyo mazingira yetu yatakuwa yamejali hata wale wanafunzi wenye mahitaji maalum. Na katika michezo, katibu tawala wa wilaya ya Dodoma Sakina Mbugi ahudhuria mashindano ya mchezo wa bao na draft uliofanyika katika viwanja vya Chinangali akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Dodoma. Akizungumza na wachezaji na wahudhuriaji, aliwakumbusha faida za mchezo huo ambao unashughulisha ubongo kufikiri kwa haraka. Aliongeza kuwa kucheza bao au draft kunafanya mtu kutuliza akili na kuchanganua mambo na mwishoni kufanya maamuzi mazuri na yenye busara. Michezo hii ya kijadi vijana wengi hawana ufahamu nayo sana. Lakini mimi nimejishuhudia michezo hii sio tu mchezo kama tunavyosema ni mchezo. Ni mchezo unakuhitaji kuwepo pale. Uwepo pale kiakili, kimwili, ufanye maamuzi. Na isitoshe nimeona tulikuwa tunalazimishwa kuwaza ndani ya dakika moja. Baada ya dakika moja mchezo umehama. Baada ya dakika moja umeshindwa. Kwa maana nyingine hii michezo ni afya ya akili na mwili wenyewe. Tunawashukuru na Mwenyezi Mungu azidi kuwa radhi na viongozi wetu, waasisi wetu wa mataifa yetu na hasa taifa letu la Tanzania. Baba yetu wa taifa, Tanzania bara na visiwani. Wao hata mkiangalia kwenye hii picha tumewaweka kuwaenzi. Wao na wazazi wetu wengine, babu zetu na waliotangulia. Wao ni michezo ambao walifanya. Ni michezo wa kufanya kupoteza muda. Ni michezo walifanya na ikawasaidia katika namna ya kupambanua. Mimi nimeshirikishwa mchezo pale. Nimecheza na shehe wangu pale. Mchezo wa bao. Kila kiniambia weka hapa rudi huku. Mimi bado nakumbuka ile bao letu la siku hizi ambalo tunacheza vijana la vitundu 8. Kwa upande na upande na kuweka zile mali ambazo mmoja ataenda kulia mwingine ataenda kushoto. Lakini pale mtu anafanya move moja sasa hivi. Akikutega baada ya mizunguko yako 4, yeye atakuwa amemalizana na wewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio cha kawaida. Lakini pia nikaja upande wa huku nikacheza na watu wawili nikadhani mimi najua sana draft. Akatokea mwenzangu akanionyesha kwamba asiyekubali kushindwa sio mshindani. Kanifunga kweli kweli. Lakini mimi naomba kusema kwamba katika kucheza kwako ndio kujifunza kwangu. Kwa hiyo vijana, wazee na wenzangu tuliokutanika hapa, wanawake na wanaume, asiyekubali kushindwa sio mshindani. Katika kushindwa kwako unajifunza. Katika kuumia kwako utakumbuka na kuweza kufanya kitu kilicho sahihi zaidi. Kwa hiyo sisi leo tumekutana, tumejuana, tumefahamiana, tumeshiriki vitu vingi sana. Sio tu michezo. Mwingine ametoka Bahi Road, mwingine ametoka Nkuhungu, mwingine Makutupora. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo tumeweza kushirikishana. Ukiacha fursa hizo, kuna watu wamepita hapo wamepata riziki ndogo ndogo, wafanya biashara. Kwa hivi vitu vyote ni mzunguko katika maisha. Kwa upande wao, washindi wa mchezo wa bao walikuwa na haya ya kusema. Katika siku ya leo nimefanikiwa kuibuka mshindi katika mashindano ambayo yamefanyika. Siku ya leo ilikuwa nzuri, wapinzani wangu, wachezaji wenzangu walijiandaa vizuri na mchezo ulikuwa mzuri, kulikuwa kuna ushindani mkubwa, ila kwa sababu nilikuwa nimejiandaa zaidi ndio nimefanikiwa kuchukua ubingwa. Katika michezo yetu hii ya draft
kuna michezo ya aina mbili. Kuna mchezo wa tege na kuna mchezo wa kawaida, michezo ya kuanzishiana. Sasa niliko wazidi wao kwenye upande wa kuanzishiana. Ndio maana nimepata hiyo bahati ya kuchukua ubingwa. Hapana, mchezo wa draft na mchezo wa bao ni kwa vijana pia. Sio watu wengi wanaamini kwamba ni michezo kwa ajili ya wazee, lakini ni mchezo wa vijana. Pia ni mchezo inasaidia sana katika kuimarisha akili na kuweza kufikiria mambo mengi katika maisha. Siku ya leo nimefurahia sana kwa sababu ni siku ambayo ni nzuri na ya amani, sababu imejumuisha wazee na vijana kwa ajili ya mchezo wa bao. Sababu mchezo wa bao inatakiwa kwanza kutuliza akili na kutokuwa na mawazo ambayo haina potofu. Sababu mchezo wa bao, mchezo mimi nilianza kucheza toka zamani kufuatana na wazee walikuwa na jinsi ya kutufundisha kucheza bao hii. Kwa hiyo michezo ilikuwa tunatuburudisha kutokuwa na mawazo mabaya, kutokuwa na fikra potofu, na ndio maana unakuta mchezo huu sisi tunaupenda sana katika mkoa wa Dodoma. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Joseph Mkayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.